Kwetu wafanya biashara wadogo wajasiriamali, tuna imani na kampuni ya Neolife International, kwani inakwenda kutengeneza ajira, kipato na kutujenga kwa kuwa na afya njema. Hayo ni maneno ya Faki Suleiman Khatibu, msimamizi mkuu wa Neolife kwa upande wa Zanzibar, wakati wa kutoa uelewa wa huduma zitokanazo na kampuni hiyo kwa wajasiriamali. Hii ni fursa kwa wajasiriamali katika kampuni ambayo imeletwa, na tunajivunia kwa kweli kwa upande wa Zanzibar. Lakini ni sehemu ambayo inakwenda kusaidia ajira kwa vijana. Naenda kusaidia ajira kwa vijana kwa sababu hii ni sehemu ya kujiajiri. Unapata kipato kila mwisho wa mwezi, unapata kipato kila siku, inategemea na vipi unavyofanya kazi. Sasa hivi virutubisho vinasaidia na vinatibu kweli kweli. Kwa hiyo tunajivunia kwa sababu walio wengi wameamua, na tunaendeleza. Huu ni mwendelezo ambao tunakwenda nao masokoni, tunakwenda nao kwenye jamii mbalimbali, kwenye timu za mipira, kwenye vikundi vya mazoezi, alimradi watu wajenge afya zao na waondokane na maradhi. Faki Khatibu ambaye pia ni katibu wa jumuiya ya wafanyabiashara wadogo wa soko la Jumbi ameongeza kuwa Neolife imezingatia unafuu wa kiwango cha maisha ya wafanyabiashara wa Zanzibar. Zanzibar tuna changamoto ya fedha, tuna changamoto ya kipato, lakini hii kampuni kwa upande wa bara unajisajili kuanzia milioni 1,500,000, 750,000, mwisho 660,000. Sisi kwa upande wa Zanzibar tu walikubali masharti yetu kwamba washushe kabisa, alimradi mtu aone ameungwa na amepata bidhaa japo 3 za kuanzia mwenyewe maisha na kujenga afya yake. Kwa hiyo mwisho kabisa leo tumetangaza mtaji wa shilingi 250,000 tu, ukiachana na milioni 1,500,000 ambayo kwa upande wa bara najiunga. Kwa hiyo kwa Zanzibar ni fursa, kijana ikiwa 250,000 haitimizi, basi akutane na yule ambaye alimshajiisha na alimpa taarifa, aweze kuangalia njia gani ya kuweza kusaidiana naye, na naamini vijana tunawasaidia sana. Bilila Kavisha ni mkurugenzi na miongoni mwa wakufunzi waliosomesha katika hafla hiyo. Anaeleza lengo la mafunzo hayo. Nikutie moyo unayeniangalia leo kwamba tuko na fursa nzuri sana, na nikwambie hii ndio fursa ya kwenda kumgusa Mtanzania yule hata wa hali ya chini kabisa. Nikutie moyo kwamba ni biashara ambayo utakaoianza kwa mtaji mdogo. Nikutie moyo ni biashara ambayo utaianza kwa kushikwa mkono. Biashara nyingi huko nje utaanza ukiwa wanasema kwa kizungu blind. Hauelewi ufanye nini, upate wapi wateja, ushindane vipi sokoni ukilinganisha na wengine ambao wamekutangulia. Kupitia biashara yetu tutakushika mkono, tutakuongoza, tutakuelekeza namna gani ufanye na uweze kutengeneza kesho iliyo ya tofauti na ujenge biashara. Tutakuonyesha upate njia gani ili uweze na wewe kusafiri dunia. Tutakuonyesha ufanye njia gani na wewe uweze kujenga system ambayo utakuwepo Tanzania nzima. Tutakuonyesha njia gani ufanye ili uweze kutengeneza mfumo ambao utakuwa unajulikana hata dunia nzima. Simu ulio nayo mkononi ni duka kubwa sana. Ukijua namna ya kuitumia, ni kuhakikishie unaenda kubadilisha mambo mengi sana katika maisha. Miongoni mwa changamoto wanazokabiliana nazo Tanzania ni maradhi yatokanayo na vyakula tunavyotumia. Tukio hili linagusaje nukta ya ugonjwa? Tuna changamoto ya afya ambayo inasababishwa na sahani na kijiko unachokitumia. Vyakula unavyokula vinasababisha changamoto kubwa sana. Leo hii ni swala la kawaida kabisa, pressure kila nyumba, kisukari, kansa ya shingo ya kizazi, tezi dume, lakini kuna watoto hawapendi kula. Unamkuta mtoto mdogo na miezi 3 anaambiwa ana allergy ya maziwa. So you can imagine mtoto wa miezi 3 ana allergy ya maziwa, ale nini? Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana. Tuna changamoto za ngozi, pumu ya ngozi, kuna chunusi sugu na kadhalika. Kwa hiyo Neolife kwa kuona vile, lakini kishirikiana na shirika la afya ulimwenguni, tuko na virutubisho vizuri kabisa ambavyo vinaenda kujaza sehemu ya chakula chetu ambacho inakosa. Dada huyu anatokea kisiwa cha Pemba. Sio mara ya kwanza kukutana naye katika mikusanyiko kama hii. Ni kwa nini? Na ameanza kuona nini? Na ana maoni gani kwa wafanyabiashara kama yeye? Napenda kuchukua mafunzo kwa sababu unapochukua mafunzo, yani ni sawa na mtu anaanza darasa la kwanza, anafikia mpaka form 2, anamaliza, anaenda chuo, anaajiriwa, lakini pia na mafunzo anayapata. Kwa hiyo mimi naona mafunzo kwangu mimi ni elimu kubwa. Ndio maana ninapotokea mafunzo, mimi sikai Pemba, ni lazima nije ili niendeleze hicho ninachokipata, kipate na mimi nikae nikawaeleze wenzangu. Kwa sababu mimi napenda sana mafunzo. Wajasiriamali mimi napenda kuwaambia tusiwe nyuma, tuje hapa, tujiunge ili hii biashara tuipate, kila mmoja ause kiupande wake.
kwa sababu wao wafanyabiashara wenzangu pia wanakuja kununua kwangu, lakini sasa atakapokuja akanunua wenyewe huku, ni lazima anapata faida wao wenyewe, kwa sababu wao watanunua kwa bei yao ya kwenye kampuni, watauza wao wenyewe wanavyotaka wenyewe. Kwa hiyo mimi ninapouzia mimi ni lazima pale nishati ya faida yangu, lakini wanapokuja kununua wenyewe wao, inakuwa pale wao unapata faida yao wenyewe. Utajua vipi wauze na vipi waingize. Hafla hiyo imekusanyisha watu wa rika tofauti, wakiwemo vijana ambao kwa lugha zao wanaita wanaoanza kujitafuta katika kujikwamua na changamoto ya ajira. Wanasemaje? Mimi najishughulisha na hizi bidhaa na mwezi mmoja mpaka sasa toka kuanza hii biashara. Na chenginecho, hii biashara ni nzuri zaidi kwa sababu ina product ambazo zilikuwa zinahusiana na jamii. Product ambayo ya kwanza ambayo nilikuwa nitaweza kuitolea ushuhuda ni product ya LDC. LDC ni product ambayo ilikuwa inatumika katika kuosha mikono, kuweza kuosha mboga na kuweza kupigia mswaki. Kupigia mswaki ni vile kwamba jino likiwa linauma na ambapo pengine meno kuwa na ganzi, meno kutoboka na vitu kama hivyo. Sasa katika usambazaji wangu niliweza kukutana na mtu mmoja ambaye aliweza kunielezea hivyo kabla hata kumwambia. Na nikamwambia kwamba mimi ninayo dawa, kama unaihitaji wewe niambie, basi nitaweza kukupatia. Na akanambia mimi siwezi kuamini kitu kama hicho ambacho kilikuwa kipo yani tofauti ambacho kilikuwa hakijaelekezwa na serikali ama watu wengineo. Sasa nikamwambia kwamba mimi ninayo dawa nyumbani ambayo ilikuwa hiyo naitumia kwa kila siku kama sehemu yangu ya kuweza kupigia mswaki. Na nahitaji uchukue hiyo uende ukajaribu, akisha baadaye uniletee majibu. Kama itakuwa ni mabaya sawa, na kama itakuwa ni mazuri sawa, lakini muhimu usije uje ukanikimbia uniletee majibu ili niweze kukuweza kukuuzia. Lakini kwa bahati nzuri alikwenda akatumia dawa. Alipotumia, maana kikubwa huwa nampa mteja wangu kwa muda wa wiki, lakini yeye siku 3 tu alinitafuta. Sawa, alinitafuta kupitia namba za simu kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nimekutana naye tu njiani. Sasa kunitafuta kwa namba za simu, akanambia kwamba ile dawa mimi imenifanya vile ambavyo nilivyokuwa nahitaji, kwamba imeweza kunitibu kwa sababu nilikuwa nahitaji nitibu na pia imeweza kunitibu. Kwa hiyo sasa nahitaji wapi naweza kuipata? Nikamwambia njoo ndani katika soko la Jumbi. Ukishafika soko la Jumbi, mimi ninazo na nitaweza kukupatia. Mimi katika hii biashara nina muda mfupi, ila hadi sasa ninaona mwanga ambao unaweza ukanisaidia katika hii biashara na nikafanikiwa. Japo ni kijana mwenye umri wa miaka 18 hadi sasa, ila naelewa mpaka nifike miaka 20 nitaweza kuwa na mafanikio katika hii biashara. Kwa hiyo mimi ninaipenda na naifanya kwa moyo mmoja na bila wasiwasi wowote pia, na mimi nimeamua kujiunga niifanye hii kazi. Maana sisi binadamu tumeambiwa kutafuta. Leo hii naweza nikaa chini ila kesho nikaa juu kupitia hii biashara. Ninachomuomba mimi, namshukuru Mwenyezi Mungu hadi sasa leo hii niko hai na nipo katika hii biashara na naweza kufanya baadhi ya mambo mengine. Maana hii biashara sio kwamba unalazimishwa. Hii ni biashara ambayo ni hiari yako wewe, ukiamua uifanye usiifanye. Unaweza ila ukaifanya ukiwa unapenda kusaidia maisha ya watu wengine na unaipenda hii biashara yako. Kwa hiyo ndio hicho tu mimi nilichokuwa nataka nikizungumzie leo. Kwa nimeajiriwa, hainibani kwamba nishindwe kufanya hii kazi. Haiasili kwa maana kwamba kwa sababu hii kazi inafanyika kwa njia karibia 3 au 4. Kwa hiyo mfano na simu kubwa naweza nikafanyia kwenye simu, lakini iko hapo dukani. Lakini kazi ya dukani sijaidharau. Ushafahamu? Ile inaniingizia kipato na huko inaniingizia kipato, isipokuwa vinakuwa vinatofautiana. Dukani kwa mfano nisipoenda kufungua leo, wana kwamba hakuna pesa iliyoingia. Ushafahamu? Lakini huku hata leo nisipofanya kazi, pesa inaweza ikaingia. Kutokana na simu yangu nilikuwa nakifanya biashara kwenye simu na niweza nikafanya biashara na mtu hivi live tukionana. Kwa hiyo pale dukani nikafanya kazi, nikauza duka, lakini pia na huku kazi hapo ikiendelea kwa sababu kunafanya kazi ikitumia mtandao. Kwa hiyo hainihasili popote. Je, kupitia maisha yao ambayo yamekumbwa na matumizi ya simu za mikononi na mitandao ya kijamii? Mimi kipindi kabla sina simu kubwa, nikasijui kama unaweza kufanya biashara mtandaoni. Nikasiamini hivi. Lakini baada ya kuja kupata simu kubwa nimetumia kwanza, nimetumia pili, nimetumia tatu. Na kuta watu wakisema simu kubwa ukitumia vizuri basi inaweza ikakuingizia kipato. Lakini nikiona ni waongo.
lakini simu kubwa kumbe ukiitumia vizuri, basi unaweza ikakuongezea kipato na ikakubadilisha kimaisha, na bila hata ndugu yako au rafiki yako kujua kwa huyu mtu amebadilikaje, imekwaje kwaje mpaka amekuwa amepiga hatua hivi ndani ya muda mfupi. Lakini kutokana na kujibrandi kwake, kutumia ile simu mtandaoni, basi inakuwa imemuongezea kipato. Vile vile pia kwa upande wa vijana ambao tulikuwa tunakaa nyumbani, ambao tunakaa maskani na tunaweza kusema kwamba hatuna kazi. Kazi zipo ila kazi hazijazitafuta. Lakini sasa kuna kampuni ya Neo Life ambayo itakaweza kukuwezesha wewe kuweza kujikomboa na umaskini ambao ulikuwa nao, kuweza kujikomboa na mambo chungu nzima ambao ulikuwa nayo. Na biashara hii haikuweki mbali na kazi zako. Utakuwa katika kazi zako na hii pia utaifanya kwa muda mdeledi kabisa. Unaweza kutumia WhatsApp, Facebook na mengineyo kuweza kupata wateja na ukaingiza pesa vizuri zaidi bila hata ya kutoka jasho. Ni ipi mipango ya kueneza elimu kwa jamii ya Kizanzibari? Kama ambayo tulionayo, tuna raundi kwanza ya kutembea masokoni kwa sababu namo mna wagonjwa wengi sana. Tukitoka masokoni tutakwenda door to door, nyumba kwa nyumba. Maana yake tunatengeneza mazingira ya fursa, mtu anatualika katika eneo lake, anatengeneza mazingira, sisi tunakuja, tunatoa elimu. Wapo watakaoondoka na changamoto ya maradhi kwa ajili ya kujitibu, lakini wapo watakaotengeneza kipato. Kwa hiyo tuna program ya kuingia nyumba kwa nyumba, alimradi tuwe tumepata ridhaa kwa mujibu wa utaratibu. Hafla hii imefanyika Raha leo katika ukumbi wa elimu mbadala. Imeshirikisha watu wasiopungua 300. Mwezi mmoja uliopita, Neo Life International ilikutana na wajasiriamali kama hawa hapa Unguja kwa lengo la kusambaza elimu kwa Wazanzibari.